Kwa nini tunahitaji reforms? Na kwa nini tunasema bila hayo mabadiliko ya kimfumo ya uchaguzi hatutaingia kwenye uchaguzi? Na hiyo kauli ni tamko la chama kwamba sio Chadema inasusa, uchaguzi hautafanyika kwa vyama vyote. Hiyo ndo kauli mbiu yetu. Silaha kubwa walionao CCM ni umasikini na ujinga, labda niseme hilo neno, ujinga wa Watanzania. CCM wameandaa wajinga wengi wawepo, yani kutotoa elimu ya kiraia. Maana yake wamewapa ujinga katika sekta ya kujua majukumu yao ni yapi na haki zao ni zipi. Hivyo basi, nyie mkiwa ni sehemu ya mabadiliko BAVICHA, ninaongea kwa niaba ya chama ngazi ya kanda, kafanyeni kazi ya kuleta mabadiliko. Tunao vijana wengi ambao ni nguvu ya mabadiliko, wako nje ya mfumo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Ni nyie pekee ambao mna kazi ya kuwashawishi kwamba Chadema ndio tumaini la mwisho la ukombozi wa Mtanzania. Tunao uhuru wa bendera, lakini hatuna uhuru wa maisha katika uhalisia. Tunao vijana wengi ambao wamesoma, hawana ajira. Wengine hadi wamefikia miaka 10 wana degree zao, wako nyumbani. Hao ni vijana wa watoto wa wakulima. Nani wa kuwasemea? Ni nyie vijana ambao mmepata jukwaa la kuongea haki zenu ni zipi na mzidai vipi. Hamtaweza kupata ukombozi wa fikra bila kutoa elimu ya kifikra kwa Watanzania. Vijana ni wengi wasiokuwa na kazi. Ninaongelea makundi yote waliosoma na ambao hawajasoma. Nyie vijana wa Chadema, kawaambie CCM hawana nafasi ya kujikosoa. Kawaambieni kuna vijana wa CCM na wasiokuwa wa CCM, wasiokuwa na ajira, watoto wa wakulima. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ulivyosema katika vipaumbele vyako kwamba utaempower, utaconnect, utaeducate, maana yake ukatoa elimu ya kiraia, kushirikiana na ngazi ya viongozi huku chini, kuambia vijana waishio mkoa wenu wa Dodoma kwamba wakati ni sasa wa kuleta mabadiliko. Hawana budi kubaki huko kwenye vijiwe vyao wakisubiri muujiza, bali waungane na nguvu ya umma kuleta mabadiliko. Tusipopata viongozi ambao ni chaguo la Watanzania, hatuwezi kupata mabadiliko au maendeleo ya kijamii. Lazima tupate reforms zitakazoruhusu tume huru aliyechaguliwa akatangazwe, kuanzia kwenye mchakato wa kujiandikisha hadi kutangazwa, kuwepo na uhuru. Tunahitaji wasimamizi wasiwe wateule wa rais. Tunahitaji kuambia madhara ya kuwatumia hawa watu na wametufikisha wapi. Nyie vijana, mnayo nafasi. Ninawaagizeni, nendeni mkatoe elimu, mkawaambie no reforms, no election sio swala la Chadema. Hii ndio hatima ya Watanzania wote. Tupiganie mabadiliko, tupate tume huru, tupate katiba mpya, ili kila mmoja aweze kufurahia matunda ya taifa lake. Naomba tu mkumbuke umoja wetu ndio nguvu yetu. Stronger? Yeah. Hata miongoni mwenu yawezekana mnayo madonda, mnayo matabaka. Chama kimeagiza, aliyetangazwa chama kimeshinda. Kwa hiyo kama mlikuwa nayo maumivu ya ngazi ya wilaya huko mlikotoka, naombeni mkajigange kuanzia wenyewe. Mjigange wenyewe. Hakuna tabibu atakayetoka India kuja kutibu majeraha ya uchaguzi. Mkikumbuka lengo letu la jumla ni lipi? La pamoja ni kuchukua dola na kuleta maendeleo katika jamii. Hakuna haja ya kubebelea kwamba niliyekuwa nampigia debe ameshindwa. Tukaungane kwa pamoja kuambia watu wale ambao mnahisi wameumizwa kwamba kuumia na kukaa kimya ni kuiunga mkono CCM katika harakati zetu za ukombozi. Lengo letu ni kuleta ukombozi. Wa pili, ukombozi wa kwanza ilikuwa ni kuichukua nchi mikononi mwa mzungu, alioifanya Mwalimu Julius Nyerere.
Lakini ukombozi wa wengi wa Watanzania ni ukombozi wa fikra ambao utawafikisha katika maendeleo yaliyo sahihi. Uhuru wa watu, maendeleo ya watu tunahitaji. Naomba nisiwachoshe, nikupongeze kwa pekee kabisa Mheshimiwa Joseph Musa, hilo jina lingine sitaki kulitaja, nitalikosea, kwa kuchaguliwa kwa kura nyingi kuwa mwenyekiti wa mkoa wa Dodoma wa Baraza la Vijana. Na niwapongeze nyinyi ambao mmefanya maamuzi sahihi kwamba mmeongeza nguvu ya mabadiliko. Kwa hiyo karibu sana. Kwa wale ambao hamnifahamu, naitwa Ashura Mashaka Masudi, ni katibu wa kanda ambaye nimeteuliwa mwezi ulioisha. Niko hapa kwa ajili ya kushirikiana na viongozi wote wa chama na mabaraza kuhakikisha chama chetu kinastawi na kinachukua dola.